ni Rana TV. Leo niko hapa na King Matata the Bundes. Leo nimemtembelea hapa kwake kazini tuweze kupiga story 2-3. The Bundes mwenyewe. Yo. Jana ulituambia kuna dem fulani ambaye kuna kierere sana, kuna mdomo mwingi sana. Ukatuambia alikula pesa ya nyanyake. Anaitwa Esther Mudhoni. Hebu kwanza tupatie story, alikulaje hiyo pesa ya nyanyake? Kwa majina anaitwa Matata the Bundes na jina hili nilipata leo ambalo ni mkazi wa Mikindani. Kwa wengi wamjui Totos. Mimi Totos ndo namkuza kisiasa. Alipoletwa na dadangu Beti Kitili. Akitoka Msufi Bukavu Changamwe, alikuwa anapika viazi, nikamcoach siasa. Lakini heshima naona nimenyamaza kwa muda mrefu. Wengi hawamjui Totos. Totos amelelewa na nyanya yake mzaa mama Kibwezi. Anajitaga Esther Jones. Mzee Jones hakuwahi mlea. Totos amelelewa na nyanya mzaa mama, maternal grandma Kibwezi. Wakati SGR inajengwa, nyanyake akawa ako compensated na serikali ya Jubilee. Ikawa nyanya ni mzee, hana bank account. Totos kwao ni watatu, yeye na dadake na marehemu ndugu yake. Walikuwa hapa nako. Totos akafungua account. Pesa ya compensation ikaingia kwa account yake 700,000. Mwanamke vile ana roho ngumu. Nyanya mwenye amekulea wakati mama ameaga na baba ametoroka. Totos hakupatia hata nyanya hata shilingi. Yeye huku atawaambia watu yeye ana pesa, awaambia aliwaifanya kazi wapi? Totos amefanya KPA, amefanya KRA. Ameacha darasa la 7, ameajiriwa wapi? Hata EPZ Totos hajawahi fanya. Amekuwa akipika viazi karai. Pesa ni ya nyanya. So hii atatembea aseme Matata ameshindwa kulipa rent, Zamzam ameshindwa kulipa rent, yeye ndio alipia watu rent. Mimi venye unaniona hivi na mtoto Kenyatta University na mtoto Bonix High Nakuru. Na hii biashara unaona hapa ni yangu na nalipia 5,000 huu mlango. Naishi hapa na bibi mkubwa, nyumba nalipa 9,000. Na sijaitisha hata mheshimiwa yote pesa ya rent, najilipia mwenyewe. Kazi yangu iko hapa. Na bibi mdogo nimempangishia pale nyumba 6,000. Na watoto wangu wote wanasoma, hata kijana wangu wa grade 2 yuko Catholic St. Matthew. Sasa akisema mimi nafuata heshimiwa, aliingilia vita ambavyo havijui. Na watu wengi Mombasa County hawamjui. Mwenzake ametulia sasa hivi. Baada ya kuona kesi ya ulawiti imeshika pabaya. Mwenzake yuko kazi ametulia, hana maneno, hata jana tulikuwa na yeye hapa. Lakini yeye na akili yake ndogo. Wewe una pesa, wewe unajigamba una pesa, unalipia Zamzam rent, unajigamba wewe una pesa. Ndugu yake akakufa kiwateja, alishindwa kupeleka ndugu yake rehab. Wewe una pesa, hiyo inspectorate ilipo pesa ngapi? 26,000 kwa mwezi. Kama wewe ni milionea na una pesa, waenda fanya nini inspectorate? So wenye hawamjui ndio watamfagilia, lakini mimi mwenye nimemkuza kisiasa. Kama anapinga tumuite Beti. Juzi pia nasikia kusema alikuwa anakaa single room ndio akaenda akaibia nyanyake pesa ndio. Bas, wakati wa mabeste forever, walikuwa mabeste forever. Na yule mwanamke ni Baradhuli alitengeneza mabeste forever kuniattack mimi. Wakipiga sheshe zote zilikuwa zikitumwa kwa mtandao, anashikwa single na unasema una pesa. Ana pesa gani? Hiyo baada ya huyo ni mjane, unajua ni mjane, si ndio? Baada huyo bwana kufa ndio amejenga nako. Na huyo bwana alikuwa ni mwizi na kila mtu anajua. Ni wale wezi walikuwa na dono. Sasa hii ameshikana na huyo Wanyali sijui aitwa nani. Na the guy is married. Yeye atafute bwanake atulie. Sio kutukana watu, umeoa mtoto wa 30 years akotaka nimuoe yeye. Na mimi najua uchafu wake wote in and out. Jana pia ulituambia ulimweka mimba na akatoa, hiyo ni kweli? Sasa yeye anaongea mwenye alitupa mtoto wangu. Mtoto niliokota pasipo kujua. Msichana alikuja akatupa mtoto. Sikujua ni wangu na nilifanya kurescue. Kuja kujua baadaye mtoto aliyotupwa ni wangu ni baadaye baada marafiki kuniambia. Na mtoto alikuwa tayari yuko safe house. So kuproduce document ilikuwa mama mtoto hashikwe. Yeye na mwenye aliafia mimba na mwenye alitupa mtoto nani mzuri? Mwenye alitupa mtoto alikuja akatupa karibu na mimi na mtoto yuko mzima. Hata kama amechukuliwa for adoption mtoto yuko mzima, nashukuru. Jana pia ulituambia hiyo mimba yenye alienda kutupa ilikuwa ngani twins? Yeah, ilikuwa mapacha.
atoke aseme kama anasema uongo. Mimi ujue mimi ni truthful na kwa hivyo sasa yeye ni muuaji, yani yeye akona makesi kama alilawiti kijana wa watu, muuaji alioa mapacha wawili, kama yeye muuaji amelawiti, kesi ya ulawiti. Mimi mshaenda kotini kwa kesi ya ulawiti. Amefanya kijana wa watu, hata Mombasa sasa hii anakaa naibu. Yani yule mwanamke sijui alipewa roho gani. Wewe udhulumu nyanyako, uache ndugu yako akufeteja. Hiyo pesa nyanya basi ukiramba sasa unajua saidia ndugu yako mpeleke rehab. Ni rehab iko hapa Miritini. Tuko na ofisa, wewe akiongea story ya Jovu, tuko na ofisa wa Nakada hapa Limazurui. Si angeongea na Limazurui apeleke ndugu yake rehab. Ndugu yake amekufa kila matembe. Hiyo pesa imemsaidia nini? Na tabaki na laana manake nyanya yualia. So mimi hakuna chenye namsingizia, kama namsingizia atoke aseme nasema uongo. Atachafulia watu jina, Zamzam nini. Wewe unamkopesha huyu mama pesa, hana pesa ya kampeni, usimame wewe women rep. Una uwezo wa kusponsor mtu. Kwa nini usisimame wewe? Nilikuwa namlipia Zamzam rent. Wewe unakushindana na Zamzam. Na unataka kujua msichana na akili ndogo. Wewe unapewa 50,000 per month untaxed. Ulipi ushuru, ukati ushuru. Pesa mama anatoa kwa mshahara wake anakupa. Wewe piga hesabu 50,000 kwa miaka 5 yenye Obama kwa uongozi ni pesa ngapi? Hiyo ni pesa mingi sana. Milioni 6. Wewe una akili utafanya nini kwa siasa? Sisi ndio tutamani hata hiyo pesa tungepewa sisi hata kama ni 5,000 kwa mwezi. 50,000 untaxed, ulipi ukati hata sharp. Unataka nini? Mjinga sana. Una pesa gani? Una pesa yako. Awambie alifanya kazi kampuni fulani, alifanya Coca-Cola, alifanya breweries, alifanya railway, ndio akapata hiyo pesa. Wewe dhulumu nyanyako alafu uje ujisifu kwa watu Mombasa. Sasa ngebaki basi Kibwezi ajisifu na hiyo pesa huko. Mshamba sana yule madam. Na vitu vingine za aibu, uwezi zikanyanyako, kuwa na ile utu. Mimi nyanyangu mwenyewe amekufa akiwa na 121 na tumemlinda paka Mungu akamchukua. Unadhulumaje somebody aging, mtu hiyo land ni yake, details zenye ziko pale ni zake, government imemkompensate yeye, wewe tu ni bank account. Hapo unamzika nyanyako tena, ndiye amekulea wakati mamako hayuko, babako amekutoroka. Nyanya amengangana na wewe, ujue alikuwa anauza miogo, mbaazi, kwamba ni mbaazi wanalima mama Makonge, akufikishia class 7 ni alifika. Na vile vingine hata mtu akisema tu anashangaa. Alafu unasema mtu anasema matatu na sisemagi uongo. Mimi kama Gachagua ama truthful man. Na kama nasema uongo atoka ajitokeza aseme nasema uongo. From kuletwa na Bitikitili mpaka akimdhulumu nyanyake. Na mkutano wa kwanza wake wa kisiasa ni mimi ndo nilipanga. Nikiwa part of Youth Revolution. By that time I was still a youth. Nikawapangia mkutano mbele ya Mahmoud Nur, Mohamed Osman, office of Senator Saraya akiwa senator. Mimi ndo namwenua kisiasa na mimi ndo narudi kuniongelesha ujinga nikidai pesa yangu. Hiyo vita vilikuwa vina Musa, ilikuwa ni vita vyangu na Saraya, haikuwa vyangu na yeye. Na yeye kuingia kwa siasa nilianza kwa Saraya na mimi ndo nilimbeba. Alikuwa from Changamwe na muonea huruma na acha paka vijana wa Jomvu na mbeba yeye wa Changamwe sababu heshima yangu na Bitikitili.